Na mtazamaji, ni wasaa kuangaza habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe, karibu na tuanze na habari za michezo kitaifa. Timu ya soka ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, inatarajiwa kushuka dimbani kesho majira ya saa 1 usiku katika mchezo wa kirafiki ulio kwenye kalenda ya FIFA dhidi ya Kuwait, mchezo utakaochezwa kwenye uwanja wa Al Salam jijini Cairo nchini Misri. Mchezo huo wa kimarafiki wa kimataifa utakuwa ni mchezo wa kwanza kwa kocha Miguel Gamondi ambaye amechukua nafasi ya kuiongoza Taifa Stars kufuatia shirikisho la soka nchini TFF kutangaza kuachana na aliyekuwa kocha wa timu hiyo Hemed Selemani maarufu kama Morocco. Kocha Gamondi ambaye ameambatana na wasaidizi wake anatarajiwa kutumia mchezo huo kama sehemu ya kuendelea kuwaona wachezaji wake na kuandaa timu kuelekea michuano ya kimataifa ya Afrika AFCON ya mwaka 2025 yatakayofanyika nchini Morocco mwezi Disemba, ambapo kocha huyo ndiye atakayesimamia Taifa Stars kwenye mashindano hayo akiwa kaimu kocha mkuu. Na umoja wa wasanii wa filamu na maigizo ambao walipitia mafunzo kwenye kikundi cha maigizo cha Splendid kwenye makao yake makuu Ilala jijini Dar es Salaam unatarajiwa kufanya bonanza maalum lenye lengo la kumwenzi muasisi wa kikundi hicho marehemu Kasim Talib aliyefahamika zaidi kwa jina la Ticha. Akizungumza na Channel 10 Michezo, mratibu wa bonanza hilo Selemani Pembe amesema bonanza hilo litafanyika Januari mosi mwaka 2026 kwa kujumuisha wasanii na wanafunzi wa kikundi hicho, huku baadhi ya wasanii wakizungumzia umuhimu wa bonanza hilo na namna wanavyomkumbuka muasisi huyo wa maigizo. Tukio hili litawahusisha wahusika wasanii wote ambao waliopitia Splendid, lakini pia na hata wale ambao hawajapitia Splendid. Naamini kabisa kwamba wasanii wengi wanamfahamu Ticha hata kama hajapitia Splendid, lakini tayari mchango wake ulimgusa kwa sababu ni mtu ambaye hata yeye alikuwa anaendesha matamasha ambayo wasanii wote walikuwa wanahudhuria. Kwa hiyo inawafanya wasanii wote watakaribia, lakini pia vile vile kwa wanafunzi na walimu wote ambao wamepitia Splendid nao wenyewe watakuwepo katika tukio hili. Tunategemea tutakuwa tuna mechi, na kwa sasa hivi tunategemea timu ambao tunataka kucheza nayo sisi kama Splendid. Tulikuwa tunategemea labda tuongee na wenzetu wa Kaole kwa sababu tulikuwa na ushirikiano nao mzuri sana, Kaole, Fukuto, Nyota Academia, Nyota Ensemble, lakini tunataka Kibasila na vikundi vingine mbalimbali ambavyo vilikuwa vinashirikiana na sisi. Basi tunataka waje washirikiane na sisi. Ila katika hii mechi sasa, hawa wasanii wengine watachagua ima ucheze Splendid ama ucheze Kaole. Ticha nitamkumbuka kwa mengi sana. Kwanza yeye ndiye aliyeibua kipaji changu mimi kujitambua ama kufahamika kama ni msanii, na vile vile nitamkumbuka kwa kingine, alikuwa anatuhimiza sana katika kazi ya sanaa swala la lugha ya Kiswahili. Alikuwa hapendi kabisa Ticha uongee Kiswahili kibovu au uchanganye lugha. Hicho kitu ambacho tunakikumbuka daima. Katika kukabiliana na kasi ya ukuaji wa mchezo wa kuogelea nchini, taasisi ya michezo ya Prime Sport Agency kwa kushirikiana na chama cha mchezo wa kuogelea Tanzania wameandaa kongamano maalum lenye lengo la kujadili maendeleo ya mchezo huo litakalofanyika Novemba 22 jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa mipango wa taasisi ya Sports Agency ambaye pia ni mkurugenzi wa maendeleo ya ufundi TSA, Jeremia Kema, ambapo amesema kongamano hilo litahusisha zaidi ya washiriki 100 kutoka ndani na nje ya nchi. Kilichotusukuma zaidi ni tulionelea ni kuna umuhimu zaidi wa wadau, viongozi na watu mbalimbali ambao wanapenda mchezo kuweza kuja kukaa pamoja tuweze kujadili. Ikiwa ni maendeleo basi tuyajadili ya maendeleo, ikiwa ni changamoto tuzijadili hizo changamoto, ikiwa ni kitu chochote kile ambacho kinahusiana na mchezo wa kuogelea tuweze kuzijadili kwa pamoja, tuweze kukamu up na solution moja ni namna gani ambayo tuna move forward very zaidi. Kumbuka tuna international games au michezo ya international ambao tunakuwa mara nyingi tukialikwa na World Aquatics ambao wanasimamia mchezo wa kuogelea duniani. Kuna Olympics. Sasa tunafikaje kule? Ni elimu ambayo inatakiwa. Kwa hiyo tukasema kwa pamoja kama Prime Sports Agents tuweze kuwakusanya watu wote, wadau mbalimbali, tukishirikiana na chama cha kuogelea, wakae kwa pamoja, tujadiliane
yapi mazuri, challenge ni zipi, vikwazo ni vipi, ili tuweze kumove forward. Sambamba na hilo, Kaema ametumia nafasi hiyo kutaja baadhi ya watoa mada watakaonogesha kongamano hilo. So far tuna wa speakers ambao wameconfirm ambao tayari wapo ni 7. Mmoja anatoka Kenya anaitwa Collins ambao huyu ni secretary wa Kenya Aquatics, chama cha kuogelea Kenya, na mwingine ni Max Kanyerezi ambao anatoka Uganda. Lakini kwa hapa Tanzania tuna mwenyekiti wa chama cha kuogelea ambao ni David Masoge, na yeye pia atakuja na mada yake ambayo atazungumzia maendeleo ya mchezo wa kuogelea kwa ujumla. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Kwingineko, zaidi ya watu 3,000 wakiwemo watoto wenye umri wa miaka 6 hadi 13 na wazee kutoka ndani na nje ya nchi wanatarajiwa kushiriki mashindano ya Korosho Marathon katika msimu wa 4 wa mwaka 2025 yatakayofanyika mkoani Mtwara Novemba 29 mwaka huu. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara ana taarifa zaidi. Mkuu wa wilaya Mtwara Abdalla Mwaipaya akizungumza kuelekea kwenye mbio hizo amewahakikishia washiriki wote wa mbio hizo uwepo hali ya ulinzi na usalama wakati wote wa Korosho Marathon. Tukio hili kubwa hapa Mtwara litafanyika tarehe 29 mwezi wa 11 hapa Mtwara. Tunataraji kupokea wageni zaidi ya 3,000 washiriki ambao wamekwisha anza kujiandikisha, na kusema kweli mtiririko wa watu wanaojiandikisha ni wengi. Niwaambie tu washiriki wote kwamba Mtwara iko salama na kwenye maeneo yote. Kwenye masuala ya malazi, lakini ulinzi na usalama ni wa kiwango cha juu. Mratibu wa mashindano hayo Nelson Mrashani amesema maandalizi yako vizuri, huku kaimu mkurugenzi wa bodi ya Korosho Revilian Ngaiza anasema mbio hizo zitatanguliwa na maonyesho ya bidhaa zitokanazo na korosho. Tumeshafungua vituo vyetu ambavyo sasa hivi unaweza ukaja hapa Roa Hotel na bima, unafanya usajili wako na kuondoka na vifaa vyako. Msimu uliopita tulifanya maonyesho siku 3 na yalifana sana, na msimu huu tutafanya maonyesho siku 5, kuanzia 24 mpaka 28. Tutakuwa pale kwa lengo moja tu, kutoa elimu ya swala zima la korosho, hususan kwenye uongezaji thamani zao la korosho, kwa sababu lengo kubwa la taasisi tunataka hata hizi waini mnazoziona mwisho wa siku ziwe zinatengenezwa na wadau. Tunafurahi sana kuwa pamoja katika maandalizi haya ya Korosho Marathon ambayo yamelenga kuleta wananchi wa Mtwara na Tanzania nzima kwa ujumla kuungana katika masuala ya afya pamoja na kiuchumi. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Na tukitoka huko mkoani Mtwara tuelekee mkoani Mbeya ambapo timu ya wanawake Mpaju Queens FC iliyopo mkoani Mbeya wameendelea na maandalizi ya kukinoa kikosi chao kuelekea mashindano ya ligi ya mabingwa ya wanawake WRCL yatakayoanza kutimua vumbi Disemba 12 mwaka huu hadi Disemba 23 kwenye viwanja vya shule za Alliance jijini Mwanza. Taarifa ya kocha mtaalamu Epimarcus Apolinari inafafanua zaidi. Wakizungumza na Channel 10 michezo, wachezaji wa Mpaju Queens FC wamesema wamejiandaa vizuri kuelekea kwenye mashindano hayo, huku wakieleza changamoto zinazowakabili kama wachezaji wa kike na kuwaomba wadau wa michezo kuwagusa mkono kipindi wanapokuwa wanahitaji vifaa vya michezo. Maandalizi yamekuwa mazuri kwa sababu hata ukiangalia kila mchezaji, kila mwalimu ana hamu ya kwenda kwenye mashindano mkoani Mwanza ili kuwakilisha mkoa wa Mbeya. Moto kubwa ambayo inatukumba tukiwa uwanjani hapa hasa ni mipira. Mipira inakuwa michache tunapokuwa tunafanya mazoezi. Changamoto nyingine tunayopitia ni jezi za mazoezi. Tunajiandaa vizuri, walimu wetu wanatufundisha vizuri kwa ajili ya kuelekea huko kushindana kwenye hayo mashindano. Tumejipanga vizuri na tunategemea kwenda kubeba ubingwa. Tumejipanga vizuri na tuna imani watu tunaoenda kukutana nao wapo vizuri. Ni kikubwa tu ni sisi kupambana ili tupate chochote kitu. Upande wake mkurugenzi wa Mpaju Queens FC Juma Mpangule amewataka wadau wa michezo kuwaunga mkono ili kuweza kusafirisha timu yao kwenye mashindano mkoani Mwanza, huku mwalimu wa Mpaju Queens Ali Ramadhani
akieleza jinsi walivyokinoa kikosi chao kuelekea kwenye mashindano hayo. Kuna changamoto ambayo inatugusa kwa haraka sasa hivi. Tunajaribu sana kuangalia tuweze kupata pesa ya nauli, waweze kusafiri kwa uhakika kufika Mwanza na kuweza kurudi, lakini pia kuna matumizi madogo, lakini kikubwa tungetamani sana wadau wajitokeze kusafirisha hii timu iweze kwenda kucheza bila kuwa na changamoto zile za kiusafiri na kimahitaji. Maandalizi ni mazuri kwa kuwa tunaelewa, tunaufahamu na ugumu wa mashindano, na maandalizi yetu zaidi yanalenga kuenda kuleta ushindani zaidi. Kutoka mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalam Epimax Apolinari, Channel 10. Na taarifa hiyo kutoka mkoani Mbeya inatamatisha habari za michezo kwa upande wa habari za kitaifa, na sasa tukaangaze kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Karibu katika habari za michezo kimataifa, na tuende tukaangazia ambayo yamejiri maeneo mbalimbali duniani. Timu za taifa za Nigeria na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitamenyana katika mchezo wa mtoano wa kufuzu kombe la dunia 2026 Jumapili mjini Rabat. Mtanange huo muhimu utatoa tiketi ya kufuzu kwa mchujo wa mabara wa FIFA mwezi Machi, na hivyo kuendeleza matumaini ya kufuzu kombe la dunia 2026. Super Eagles inayoongozwa na kocha Eric Sekuchele inaingia fainali ikiwa na morali ya juu baada ya ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Gabon kwenye mchezo uliodumu hadi muda wa nyongeza. Kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imefika hapo kwa njia ya kusisimua ikiwalaza Cameroon bao 1-0 kupitia bao la dakika za mwisho la nahodha Chancel Mbemba. Mlinda mlango Lionel Mpasi alitoa mchango muhimu kwa timu hiyo kwa kuokoa mipira kadhaa ya hatari. Mshindi wa mchezo huo ataungana na timu nyingine 5 kwenye FIFA Intercontinental Playoff mwezi Machi, ambapo nafasi 2 za mwisho za kufuzu kombe la dunia zitapatikana. Kwa anayeshindwa, safari ya kuelekea nchini Marekani, Mexico na Canada itakuwa imemalizika rasmi kwa upande wake. Kwingineko, bingwa wa zamani wa uzito wa juu duniani Joseph Parker anakabiliwa na hatari ya kufungiwa kucheza ndondi baada ya kuripotiwa kukutwa na chembechembe za dawa za kulevya aina ya cocaine. Kwa mujibu wa vyombo mbalimbali, bondia huyo mwenye umri wa miaka 33 kutoka New Zealand alifeli vipimo vya dawa siku moja kabla ya pambano lake na Fabio Wardley lililofanyika tarehe 26 Oktoba. Vipimo hivyo vilifanywa na wakala wa hiari wa kupambana na dawa za kulevya VADA mnamo tarehe 25 Oktoba. Vyanzo vya kuaminika vinadai kuwa Parker alipatikana na matumizi ya dawa za starehe na si dawa za kuongeza nguvu mchezoni. Kutokana na matokeo haya, Parker anaweza kukabiliwa na kufungiwa hadi miaka 2, japo adhabu hiyo inaweza kupunguzwa hadi miezi 3 kulingana na mazingira na tathmini ya kesi yake. Bondia huyo aliwahi kushikilia taji la uzito wa juu kati ya mwaka 2016 na 2018 kabla ya kupokwa ubingwa huo na Anthony Joshua katika pambano lililofanyika jijini Cardiff. Ni hayo tu katika michezo kimataifa. Mimi ni Salom Pelembo na hii ni Channel 10. Kwa habari hizo za michezo kimataifa ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Mimi ni Esther Mtebe, nikurejeshe kwake Juma Mohamed kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima.